Kikosi cha timu ya Geita Queens kinaendelea na maandalizi ya kujiwinda katika mashindano ya ligi daraja la kwanza kwa soka la wanawake ambalo yataanza kutimua hivi punde tu. Tumezungumza na Jovini Bupamba, afisa habari wa timu ya Geita Queens, ambaye yeye anaelezea namna ambavyo kikosi hicho kipo kambini na kinaendelea na maandalizi, lakini pia amebainisha kuhusiana na namna ambavyo kikosi hicho kimefanya sajili za wachezaji mbalimbali kwenda kuongeza nguvu ndani ya kikosi hicho cha Geita Queens. Geita Queens tupo tumeingia kambini kwa mara nyingine tena kwa ajili ya maandalizi ya ligi daraja la kwanza kwa upande wa wanawake msimu huu, ambayo inatarajiwa kutimua vumbi mnamo Juni kuanzia tarehe 8 mpaka 21. Kituo bado hakijafahamika, tunasubiri taarifa kutoka TFF, na nafikiri maandalizi kwa upande wetu yanaenda vizuri na maendeleo mazuri. Tunamshukuru Mungu, usajili wetu tumefanya kwa kuzingatia matakwa ya walimu. Kwa nafikiri this time around tunakwenda kufanya kitu kikubwa sana. Ni kwa namna gani sasa mmejipanga kuhakikisha kwamba mashindano ya msimu huu yanakuwa si ya kushiriki tu, bali ni daraja la kupanda ligi kuu msimu unaokuja? Labda ni kuhakikishie tu, Geita Queens ni kama maji, usipoyanywa utayaoga. Kwa kuthibitisha kauli hiyo, tumejipanga vilivyo, yani kuanzia scouting ya wachezaji tumefanya vizuri, kuanzia management ya team kwa ujumla, kila kitu kinaenda kwenye mstari ulionyooka kabisa. Kwa hiyo ni kutoa tu wasiwasi, hatuendi tu kushiriki, bali tunakwenda kushiriki, tunakwenda kushindania, tunakwenda kupambana kwa ajili ya kupeleka Geita Queens ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake. Pengine wachezaji ambao mmewasajili kwenye kikosi cha Geita Queens mmewatoa wapi, nje ya mkoa wa Geita, kanda ya Ziwa, ama pengine nje ya nchi? Kimsingi Geita Queens tumekuwa na jicho pana kidogo kwa upande wa usajili. Tumeshirikiana na watu kutoka ndani na nje ya nchi ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanikisha zoezi la usajili kwa uweledi. Kwa kuthibitisha hilo, tayari tumenasa saini 7 za nyota wetu kutoka hapa mkoani kwetu Geita, kwa maana ya wazawa. Nazungumzia watu kutoka Katoro, nazungumzia kutoka mjini Geita hapa, Nyantotoro, Mpongu, Nyankumu. Lakini mbali na hivyo, tumekwenda kunyofoa nyota kadhaa kutoka nje ya nchi, lakini pia tumekwenda kunyofoa nyota kadhaa kutoka timu mbalimbali za hapa Tanzania. Kwa hiyo katika hilo ni kuthibitishia tu tuko vizuri na tumejipanga na tunakwenda kurudi haraka iwezekanavyo ligi kuu. Unawaambia nini sasa wana Geita ambao kwa sasa wanakusikiliza, pengine kuhakikisha kwamba timu ya Geita Queens inarejea ligi kuu Tanzania bara msimu unaokuja, na ni kiu ya Watanzania kuona timu za mkoa wa Geita zinafanya vizuri kwenye mashindano mbalimbali? Kwanza naambia waendelee kusupport. Tunawashukuru sana, msimu uliopita wamsupport, wamekuwa na sisi bega kwa bega mpaka kufikia leo, na nafikiri ni wakati mwafaka tena wa kuweza kushikamana kama ilivyokuwa mwaka jana, kama ilivyokuwa msimu juzi tulipokwenda kupandisha. Tushikamane wote kwa pamoja, tusapotiane, tuweze kwenda kurudisha timu yetu ligi kuu na tuweze kunufaika kama Geita kupitia nyanja mbalimbali, hasa kiuchumi. Kwa hiyo tushikamane wote, tusapotiane, nafikiri mambo yatakwenda vizuri. Ni namna gani chama cha mpira wa miguu wanawake mkoa wa Geita kinahakikisha kwamba kinakuwa karibu nanyi zaidi, kuhakikisha kwamba kina wasupport pengine? Kwanza nipende kukipongeza chama cha mpira cha wanawake mkoa wa Geita chini ya mwenyekiti wake Madam Elizabeth Mangonela. Kwa kweli wameendelea kutushika mkono kwa vipindi tofauti, wameendelea kututia moyo, na kubwa kuliko yote shirikiano na wachezaji wetu wameendelea kutoa wasaa na nasaha nzuri, semina elekezi kwa wachezaji wetu, namna gani ya kujitambua, namna gani ya kupambania nembo ya klabu. Kwa hiyo kupitia hayo nafikiri wanafanya kazi kubwa sana, na tunaamini inakwenda kuleta matunda makubwa sana. Bana, sisi kama Vibes FM Radio tunawatakia maandalizi mema, pamoja na kuhakikisha kwamba Geita tunapata ligi ya timu inayowakilisha ligi kuu kwenye soka la wanawake. Tunashukuru sana na tunawaahidi hatutowaangusha. Tutarudi na ushindi mkubwa na mnene sana, na amini kwamba kuanzia msimu ujao tayari tutakuwa ndani ya ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Naam, ni Jovini Bupamba huyo akielezea, afisa habari wa kikosi cha Geita Queens, akizungumzia namna ambavyo kikosi hicho kinaendelea na maandalizi ya kuelekea katika michuano mbalimbali ambayo itakuwa ikikabili kikosi hicho. Na kwa maelezo zaidi na namna ambavyo pengine kikosi hicho kinavyoendelea, tutaweza
kuchambua kwa kina zaidi kwenye Sport Zone majira ya saa 2 usiku mpaka saa 4 tutakuwepo hapa. Mimi ni Emmanuel Kema, nitakuwa hapa na Mwamba Anselmo, lakini pia Jacobo Matongo.